Huenda kila ifikapo tarehe 7 Septemba mwaka 1996 ni siku bora kwako ya kusherehekea ile siku yako ya kuzaliwa. Lakini kwa wapenda burudani, tarehe hii imebeba mchanganyiko wa hisia. Kwa wapenda ngumi, usiku huu ulikuwa wa furaha kwao, kwani ndio siku mwanamasumbwi maarufu duniani wakati huo, Mike Tyson, alishuka ulingoni kuzichapa na bondia Bruce Seldon katika ukumbi wa MGM Grand Garden Arena kule Las Vegas, Marekani. Usiku ulikuwa furaha kwa wengi, lakini saa 5:15 usiku hali ilibadilika. Muda na dakika hizo zilisikika risasi, ikiwa ni saa chache baada ya ubingwa wa Tyson. Risasi ambazo zilipelekea kifo cha msanii maarufu wa hip hop Tupac Shakur, ambaye naye alikuwa miongoni mwa watu waliokwenda kushuhudia pambano la Tyson. Usiku uliokuwa wa furaha ukawa usiku wa huzuni. Ni miaka 30 baada ya shambulio la risasi lililokatisha maisha ya mmoja wa wasanii maarufu zaidi katika historia ya hip hop. Kesi ya mauaji sasa imeingia kwenye hatua ambayo dunia ilikuwa ikiisubiria kwa muda mrefu, ambapo mashahidi wa tukio wameanza kusikilizwa. Kef D, aliyekuwa kiongozi wa kundi la South Side Compton Crips, ndiye mtu pekee aliyeshtakiwa katika kesi hiyo. Anatuhumiwa kwa kupanga shambulio la mwaka 1996, ingawa upande wa mashtaka usadiki kwamba yeye ndiye aliyefyatua risasi. Davis amekana shtaka la mauaji. Ushahidi wa kwanza uliowekwa mezani umejikita katika kilichotokea saa chache kabla ya Tupac kupigwa risasi. Waendesha mashtaka wameonyesha video ya tukio la ugomvi ndani ya ukumbi wa MGM Grand, ambapo Tupac na watu waliokuwa pamoja naye walihusika katika kumshambulia Orlando Baby Lane Anderson, mpwa wa Davis. Kwa mujibu wa nadharia ya mashtaka, tukio hilo ndilo lililochochea mpango wa kulipiza kisasi baadaye usiku huo. Anderson ndiye mtu pekee Davis aliwahi kumtaja kama mtu aliyekuwa kwenye gari na kuhusishwa na ufyatuaji wa risasi, lakini Anderson aliuawa mwaka 1998 na hakuwahi kufikishwa mahakamani kuhusu mauaji ya Tupac. Hatimaye mahakama ikafikia ushahidi ambao umezungumziwa kwa miaka mingi, ambayo ni maneno aliyotamka Kef D mwenyewe. Mashtaka yanategemea kwa kiasi kikubwa mahojiano yake ya zamani na polisi pamoja na kitabu alichokiandika mwaka 2019, Compton Street Legend. Katika simulizi hizo, Davis aliwahi kusema kwamba alikuwa ndani ya Cadillac iliyokuwa ikifuatilia gari la Tupac na Suge Knight, na kwamba alitoa silaha iliyotumika katika shambulio hilo. Jaji alitoa uamuzi kabla ya kesi kuanza kwamba kitabu hicho pamoja na mahojiano ya polisi ya mwaka 2008 vinaweza kutumika kama ushahidi. Lakini hapo ndipo kesi inapogeuka kuwa pambano la kuaminika kwa ushahidi. Upande wa utetezi unasema Davis si msimulizi anayeaminika na kwamba baadhi ya kauli zake zilitengenezwa au kutiwa chumvi kwa ajili ya kujitengenezea umaarufu na fedha. Davis pia amekana kuhusika na mauaji hayo. Kwa hiyo, jopo la waamuzi wa kesi hiyo sasa inapaswa kuamua kama maneno yake ya zamani yanaonyesha ukweli kuhusu nafasi yake katika mauaji au kama ni hadithi zilizobadilishwa baada ya tukio. Katika siku za mwanzo ambapo ushahidi ulisikilizwa, mahakama iliwasikiliza mashahidi wenye uhusiano na mazingira ya kampuni ya Death Row Records na mvutano wa magenge uliokuwepo wakati huo. Miongoni mwao ni James McDonald, ambaye aliitwa mahakamani kwa lazima, lakini alionyesha wazi kutotaka kuhusisha Davis na mauaji. Alijieleza kama shahidi mwenye msimamo mkali dhidi ya kuhusisha watu na makosa ya zamani, jambo ambalo limeonyesha moja ya changamoto kubwa ya kesi hii baada ya miaka 30. Baadhi ya mashahidi hawataki au hawawezi kurudia simulizi za kipindi hicho. Ushahidi mwingine muhimu uliowasilishwa ni wa kitabibu. Daktari wa uchunguzi wa maiti Dr. Lisa Gavin alielezea mbele ya jopo la waamuzi madhara yaliyosababishwa na risasi na kuthibitisha kwamba kifo cha Tupac kilitokana na majeraha ya risasi na kilihesabiwa kuwa kesi ya mauaji. Picha za uchunguzi wa maiti pia ziliwasilishwa mahakamani, jambo lililofanya baadhi ya wanafamilia wa Tupac kuondoka kwa muda kutokana na uzito wa picha hizo, huku wengine wakiamua kubaki ili kufuatilia ushahidi. Lakini kuna kitu kingine kinachofanya kesi hii kuwa ya kipekee. Mashahidi muhimu waliokuwa ndani ya gari hilo hawapo tena. Watu wengine wanaodaiwa kuwa sehemu ya tukio wamefariki, akiwemo Orlando Anderson.
Hii ina maana kubwa upande wa mashtaka. Unahitaji kujenga simulizi yake kwa kutumia ushahidi uliobaki, kauli za zamani, video, ushahidi wa polisi, mashahidi waliopo na mazingira ya tukio. Ndiyo maana uaminifu wa kila kipande cha ushahidi unaweza kuwa muhimu sana mbele ya jopo la waamuzi. Na sasa swali kubwa tena si kama Tupac aliuawa. Hilo tayari limejulikana tangu Septemba mwaka 1996. Swali la mahakama ni nani alihusika na kwa kiwango gani? Mashtaka yanadai Davis alikuwa mtu muhimu katika kupanga kulipiza kisasi na kuwezesha shambulio hilo, wakati utetezi unasema hakuna ushahidi wa kutosha unaomfunga Davis moja kwa moja na mauaji hayo, na unajaribu kuonyesha kwamba kauli zake za zamani sio za kuaminika. Davis hakutuhumiwa kuwa ndiye aliyefyatua risasi, lakini sheria za jimbo la Nevada nchini Marekani zinaruhusu mtu kushtakiwa kwa mauaji ikiwa alishiriki kupanga au kuwezesha uhalifu huo kutokea. Kwa hiyo kesi hiyo bado haijafika mwisho na hakuna hukumu iliyotolewa dhidi ya Davis. Ushahidi bado unaendelea kusikilizwa na kesi inatarajiwa kuchukua takriban mwezi mmoja, huku zaidi ya mashahidi 200 wakitajwa kuwa wanaweza kuitwa. Kinachofanyika sasa ni hatua ya kujenga picha mbele ya juri, kutoka kwenye mapigano ya MGM Grand hadi gari lililomfuata Tupac, kauli za miaka iliyopita za KFD, ushahidi wa polisi na ushahidi wa kitabu. Baada ya miaka 30 ya maswali, sasa kila ushahidi unaingia mahakamani chini ya kiapo. Lakini kama ushahidi huo utatosha kumtia KFD hatiani, hilo bado ni jambo ambalo jopo la waamuzi ndio litalazimika kuamua. Hii ni Ayo TV, mimi ni Gladness Joseph.